Wapendwa familia ya Mungu, Jubilei Kuu 2025. Mahujaji katika matumaini. Tunaadhimisha misa hii kwa ajili ya kushukuru Mungu kwa zawadi ya mabinti zetu hawa watano wanaofunga nadhiri zao za kwanza katika mwaka huu mtakatifu wa Jubilei Kuu mwaka 2025. Ni furaha ya familia ya Mtakatifu Gertrude Mliwaha na ni furaha ya shirika zima. Ni furaha kwa wazazi ambao baadhi yao wako hapa, ndugu jamani na marafiki, kuona mabinti hawa walioaga nyumbani kwenda utawani na sasa wanaendelea na utawa katika hatua nyingine. Wanapiga hatua muhimu katika utawa wao na maisha yao. Kwa familia ya shirika la Mtakatifu Agnes na kwa namna pekee nyumba ya Mtakatifu Gertrude, ni furaha kubwa zaidi kwa sababu familia ya Mtakatifu Gertrude inazidi kuongezeka. Hivyo tunaweza kusema kuna uhakika kuwa shirika hili litaendelea kudumu. Nyinyi mnajua mahali pengi leo duniani na hasa kwa wenzetu katika nchi zilizoendelea ambao ndio walikuwa na mashirika na watu wengi na ndio waliokuletea dini na kuleta maisha ya kitawa kwetu. Leo hii hakuna tena mabinti wanaoweza kuchagua kuishi maisha ya kitawa, kujitolea maisha yao yote kwa Kristo. Na hivi wamebaki wazee, wanasubiri tu wazee wafe na wafunge mashirika. Na mahali pengine wameshafunga, wanajaribu kuomba huko Afrika watoto watoke huku waende kujiunga kule. Na baadhi ya mabinti wanajaribu, lakini si rahisi hivi kwa sababu ya mazingira mageni, lakini unakwenda kujiunga na shirika ambalo unakuta wazee kijana ni miaka 85. Sasa utaishije? Na watoto wengi wanapata shida, baadaye wanaanza kupotelea mitaani kule Ulaya. Na sisi tunapata shida, wanakuja naomba tuandikie barua nataka kujiunga shirika fulani kijana. Ili kupata ushauri kutoka baraza la maaskofu. Nao wanasema kwa utaratibu lazima kuna nyumba hapa Tanzania. Ndio sasa mtoto anaweza kwenda nje. Kwa hivyo unaona sisi tunapoona mabinti wengi watano wanafunga nadhiri za kwanza, si jambo ambalo tunaweza kuchukulia hivi hivi. Tulione kabisa kwamba kuna dalili za uhai wa shirika katika maisha na siku zijazo. Na hivyo tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu. Kwa jimbo letu la Njombe ni furaha pia kwa sababu tunajua umuhimu wa maisha ya watu wanaoishi maisha ya wakfu katika kanisa. Kwani maisha yao na mashauri yao ya kiinjili ni mfano wa utekelezaji wa wito wa maisha ya kila Mkristo. Watu wa maisha ya wakfu wanafuata kikamilifu zaidi maisha ya Yesu mwenyewe alipofika hapa duniani kutekeleza mapenzi ya Baba yake na atakayependekeza pia kwa wale waliokuwa tayari kumfuata. Mtakatifu Papa Yohane Paulo wa Pili alisema kuwa maisha ya wakfu ni zawadi ya lazima kwa kanisa na hasa kanisa la leo na kesho, kwa sababu ni maisha yanayoakisi utakatifu wa kanisa na dhima yake. Hivyo tunapopata vijana wanaotaka kujitoa katika maisha ya utawa kama mabinti zetu hawa, ndugu zangu, kama nilisema, ni furaha ya kanisa zima na taifa lote la Mungu. Wito wa utawa au wito wa upadre na maisha mengine ya wakfu kwa jumla ni mchakato. It is a process. Kila mmoja anaitwa kwa namna yake kadiri inavyompendeza Mwenyezi Mungu. Na pengine ni kamani kuingia siku ya kwanza na siku ya pili unafunga nadhiri ya kwanza, pili, siku ya tatu na nadhiri za daima. Lakini it has to be a process. Lazima mchakato. Mtu aleleke, aelewe na mwishoni aamue kwamba sasa haya ndio maisha nadhani ambayo Mwenyezi Mungu ameniita, na kwa sababu hiyo hawezi kujikomiti katika maisha yake. Kwa ndugu zangu, tunaona hata mtu wa
Samueli kama tulivyosikia katika somo la kwanza, ni namna Mungu anavyoita kila mmoja kwa namna yake. Mwenyezi Mungu alimuita Samueli kama tulivyosoma katika somo la kwanza, Samueli wa kwanza sura 3 ya kwanza mpaka ya 10. Anaelekezwa juu ya wito wake na mzee. Samueli mwanzoni hakutambua kuwa alikuwa anaitwa na Mungu. Hata yeye mwenyewe alikuwa hajui, ndio maana anasema nenda kalale mwanangu. Hii ni ndoto, tunaenda kalale. Zinapofika mara 3 natambua kwamba kwa vyovyote kuna mwito wa Mwenyezi Mungu, na ndivyo anavyomfundisha kijana huyu namna ya kuitika. Sasa akikuita jibu namna hii, nena Bwana, kwa kuwa mtumishi wako anasikia. Tulitamani tuitwe kama Samueli, pengine tulitamani wito huu na tusikie sauti kabisa. Na usiku naamka naona kweli sio ndoto, Mungu ananiita. Tulitamani hivyo, lakini Mungu anatumia njia mbalimbali za kuita. Ukimchukua padre mmoja hapa aeleze kwa namna gani alijisikia anapenda kuwa padre, tutasikia historia nyingi sana. Tukimchukua mtawa yeyote, usipewe kusimulie hawa mabinti zetu, kusema wewe hebu tuambie kitu gani kilikuvuta wewe kujiunga na mtawa umili wako. Kwa hivyo kuna njia fulani ambazo amethibitia. Mwingine kutokana na tukio fulani yanavuta na baadaye anaamua kwa hapa nadhani ndio sehemu yangu, anaamua kuingia katika utawa. Au mtu fulani au maisha ya mtu fulani. Wengine waliona maisha ya utawa waliokaa katika parokia zao, wakafurahia namna waliweza kuhudumia watu na nini, wakasema labda ninafikiri Mwenyezi Mungu anaweza kunielekeza huko, na baadaye wakaomba kuingia. Na wengine pengine walifika hapa wakaona nadhiri zinamfungwa, wakapenda na wakatafakari baadaye namna Mungu anavyoweza kuelekeza. Na kwa nini anatuweza katika njia ambayo huwezi kuelewa, na mwishoni baadaye pole kama nimesema mchakato huo unafundisha kwenye wito wenyewe. Ndio ndugu zangu, kama vile Samueli alivyoitwa kwa namna ambayo muhimu ni kutambua na baadaye kupata maelekezo, na tulio wengi tunaitwa na Mwenyezi Mungu na tunaelekezwa na wengine ili tuweze kufuata wito fulani. Samueli aliitika, na ndio maana mwanzo wa maisha yake ulipoanza akawa nabii, akawa mjumbe wa Mungu kwa taifa la Israeli. Haikuwa rahisi, alipata changamoto nyingi, na wakati fulani hata sanduku la agano lilitekwa. Na Waisraeli wakasema tunapigana sisi wenyewe, alafu sanduku limekaa huko. Mnasema yuko Mungu kwenye sanduku, kwa nini yeye amekaa kwenye hema? Funga kwenye farasi, tangulia mbele tuongoze kwenye vita. Na sanduku lenyewe likaibiwa. Na baadaye wale walioiba wakapata shida. Wakaona sasa ni sanduku tupeleke namna gani? Funga na wenyewe kwenye farasi, peleka likaenda kupotea kwenye mashamba ya mtu mmoja anaitwa Yaribu. Na huko ndio wakaenda kwenye kote. Lakini ndio changamoto mpaka Samueli. Kwa hiyo wito huu pamoja na kuitwa na Mwenyezi Mungu sio lele mama. Sio rahisi kwamba nikiitwa basi Mwenyezi Mungu atanifanya mambo yote yawe rahisi hivi. Wito huu tunafuata wito wa Kristo mwenyewe ambaye tunajua mwisho wake na namna alipopita mpaka baadaye kufufuka. Kwa hivyo kuna changamoto kama alipopata Samueli na kila mmoja. Na pengine wakati fulani ukiwa katika hatua fulani za malezi tunaweza kukata tamaa. Na wako waliokata tamaa wakabeba mabegi yao na wakaondoka hata bila kuaga. Mnaenda pale mbele naona hakuna novisi moja mkani apostolani mkani ameenda wapi? Mnaanza kutafuta, mnaenda nyumbani au kwa hajafika huko yuko ndani. Kwa hiyo vitu hivi vinatokea, lakini katika maana kwamba wito wetu si lele mama, sio jambo la rahisi tu kwamba ukiingia utawa basi mambo yote yatakuwa rahisi kama tunavyofanya kwenye kiliturujia. Mambo yote yatakuwa sukari tu. Kuna wakati tabidi kutafuna msumari na kumeza. Kwa hiyo ndio maisha, tuwe padre malezi ya seminari na hata katika maisha. Lakini Mungu kama kuita baki katika changamoto hizo na uzategemea Mungu, na utafika mahali ambapo utaendelea na maisha yako kama ulivyoamua. Kwa hiyo changamoto ni nyingi na mambo mengi yanaweza kutokea katika maisha, lakini tunatambua kwamba wito huu ni wito wa Kristo.
Yeye ndiye aliyetuita. Ndiye aliyetuita. Hatujaitwa na mama mkuu au mama mkubwa au shangazi au baba au mama gani kupata wewe utawala. Lazima utake usitake lazima wewe utawala. Huo sio wito. Wito ni Mungu, ni Kristo ndiye anayetuita. Anayetuita katika wito huo. Na hata Mtakatifu Toma wa Aquino anasema unaweza kunang'ania sana kama yeye alikuwa padri wa seminari. Kama askofu wako anasema huna wito, using'ang'anie, usimwambie askofu askofu ujui mimi nina wito. Askofu akisema huna wito kaja Toma, wewe huna wito. Using'ang'anie. Ule wito sio wako, sio biashara binafsi. Sio kwa sababu Mungu akikuita na kukabidhi katika malezi na uongozi wa watu wengine. Ndio wote tunaitwa katika malezi kupitia hatua mbalimbali. Nikiwa katika parokia fulani miaka mingi iliyopita, tulikuwa tunajiandaa kwenda kwenye nadhiri. Tukapangana na paroko, na mimi nataka kwenda na paroko, anasema mimi naenda mimi. Mimi nasema na mimi naenda. Sasa kuna misa, basi wenzako baki. Basi jioni tunaona gari laingia parokiani. Walimleta binti amevaa sibiria. Nini? Anasema hapa kweli atumemrudisha. Just tulikuwa tunasubiri siku 3 tu paroko ndio achukue na wazazi ndio aende kule. Binti amerudi. Sasa nani ampeleka nyumbani? Anasema wewe unataka kwenda kule. Sasa wewe unataka baba paroko uchukue gari kumrudishe kwa wazazi. Ukasema kule kuna nataka kwenda nishi. Ni basi kunitolea kwenda. Na ilikuwa ngumu na shanga utafika utaanza kusema nini? Tumefika kuta baba mama hapo pale walikuwa wanajiandaa sasa kwa ajili ya safari. Mama kashtuka. Anaona binti anatoka na amevaa nguo za kawaida. Mwana vipi? Umeshinda utawa. Afadhali mama alikuwa baba alilia mwanaume. Yaani kutisha watu kama kuna msiba. Amelia. Sema mimi mwanangu nilikuwa nimedhani kwamba kwa kutoa nimetoa sadaka. Sadaka huo mwombezi wetu. Na sasa unarudi. Amelia. Mimi nilipoona nimekabidhi geuza gari nilipofikia. Nimetimiza kazi niliyotumwa na paroko. Lakini mama mzazi anasema lazima binti lazima itakuwa aendelee lazima uwe. Lakini sasa katika malezi na kwenda baada ya kupigia mzazi mwenyewe pia mwenyewe anaweza kutambua kwamba hii njia sio yangu. Au walezi kwa kweli tunaona huyu kitu mzuri lakini tunaona huko mbele itamsaidia kwa ajili ya maisha ya kitawa lakini kwa ajili ya wokovu wake mwenyewe afadhali tumrudishe nyumbani. Lakini wazazi na mahali pengine walisema sasa sisi hatupeleki tena binti katika parokia yetu. Sio sahihi. Wazazi wangu, ndugu zangu, hatuwezi kusema kila aliyeomba lazima apite hata kama pengine hana wito. Unaweza kumsikia wito kule jeshini unasema wito wa debe. Yaani umelala alafu debe kule nje litakuja na upepo. Kuruta lazima utoke. Afanda ameita unafika unaona ni debe unakula. Kwa hivyo hata katika wito wazazi wangu mjue tunaweza kuwaruhusu watoto wetu waende seminari, waende utawala, lakini katika malezi na kwenda baadaye unaona na hii mwenyewe pengine anaweza kusema mimi ninaona kwa kweli sio maisha yangu. Na kwa mabinti wala msitoroke, muombe ruhusa, muombe mwanze vizuri, mnapata na baraka. Hakuna shirika linalosema hutoki hapa. Hakuna. Huyu ndio unarudi, natoka unakwenda kwa baraka kabisa. Nanyi wazazi wapokeeni. Maisha hajaishia hapo. Maisha yanaendelea. Na hivyo hata mimi wazazi wala msikate tamaa. Anakuja mtoto wa pili anasema mimi nataka mbona mwenzako amerudi? Hakuna. Mungu anaita nani? Unaona alipoitwa Daudi, walileta watoto wengi. Wa kwanza huyu sio huyu. Wa pili, wa tatu, mpaka katoto ka mwisho kale baadaye kameitwa. Ndio
unapokuwa sasa umewekwa katika nafasi kubwa ya kuwa mfano. Na ndivyo Mwenyezi Mungu anapoita katika nafasi mbalimbali. Wito wangu kwa wazazi muwapokee wanaorudi, lakini wanaoomba waruhusu waende, na wala msilazimishe watu. Mwenyezi Mungu afanye kazi yake na malezi yale fanye kazi yake, ili tupate wale watakaohitajika kwa ajili ya kutumikia taifa la Mungu. Ndugu zangu, tunapata kama aina fulani ya maisha ya kitawa kutoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume, lakini kwa kweli si utawa ule ambao tunao sasa, lakini walau katika kuishi kwa pamoja, washirika na kila kitu kwa pamoja, kama tulivyosikia katika somo la pili. Tumesoma kutoka kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 4 aya ya 32 hadi 35. Waliishi pamoja kwa furaha na upendo, na kila mmoja alikuwa nacho aliuza, na aliweka kila alichouza miguuni ili kiweze kusaidia jamii ile. Kwa hivyo ndio maana waliweza kuishi pamoja, na kama aina fulani ya maisha ya kitawa. Maana sisi tunaamini ambao kwa nje tunadhani tunaposema maisha ya utawa kuna maskini. Si kwamba huna kitu, huna vitu unavyohitaji, ila kila kitu unacho ni mali ya shirika. Mko pamoja kama shirika. Na hivi kesho tutasikia kwamba toka sasa kila ulicho nacho ni shirika pamoja nasi. Tutasikia kesho. Hawa bado wanaanza hatua hiyo, huko mbeleni wanafikia hatua. Kwa hivyo hawa waliwahi kuishi hivyo, na wakakabidhi kila kitu kwa mitume, na akawa na moyo mmoja na roho moja. Kwa hivyo ndio hata malezi, nadhani malezi kwa ajili ya binti zetu ni kuwalea waelewe moyo wa shirika. Kujua moyo wa shirika ni kitu cha muhimu, na uongee lugha ya shirika, na utembee lugha ya shirika, na kila kitu fanye kadiri moyo wa shirika, kama walivyokuwa hawa katika Matendo ya Mitume au Kristo wa mwanzo. Kwa hiyo ni dokezo la maisha tatu ninasema, kama walivyokuwa na vitu vyote kama shirika, na hakuna aliyekosa kitu. Kila mmoja aliweza kupata kwa mahitaji yake. Ndivyo hivyo sisi tunaamini watoto hawa binti zetu wanapojifunza, wamelelewa, wamefunzwa haya ninayosema vizuri zaidi, wanayajua. Na wajihadhari, mimi labda nitoe hata kwa sababu mwishoni pamoja na jumuiya ikusifiwa sana, ukawa na watu wachache ambao walijitokeza na tabia za ajabu. Na hapa kuna mtu mume na mke, Anania na Safira. Mnaweza kujua habari hii, na hii inapatikana kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 5 aya ya 1 mpaka 10. Hawa wanajua kwamba vitu vyote vya shirika, lakini wakubaliana mke na mume, tuende tupeleke kidogo, kingine tuhifadhi, tufiche. Na wakaenda wakaficha, na akaitwa mume kwanza, hii ndio yote mliouza? Akasema ndio. Akafa pale. Wakabeba wakaenda kuzika. Haja wa pili, mke wake, haya ndio mliouza na mume wako? Ndio, ni haya. Sasa wale waliobeba kupeleka mume wako kuzika wanakuja kukubeba na wewe. Kwa hiyo unaona vitu hivi vilionyesha kwamba kuna hali ya binafsi ambao katika maisha haviondokani. Hata kwa padri havifutiki kabisa, uwe askofu havifutiki. Kuna hali fulani kwa binafsi kana kitu. Hata ndani ya utawa pamoja na malezi kuna kwa binafsi fulani kanatokeza. Kwa hiyo kazi ya malezi kusaidia ili tuepukane na tabia hii ya Anania na Safira. Tuone umuhimu na kuona kila kitu kilicho nacho ni kwa ajili ya shirika. Mimi najua hapa utapangiwa vitengo mbalimbali, wewe kwenye viatu, wewe utaenda printing, wewe utaenda kutengeneza hostia, wewe utafanya nini, utashona nguo, vyote vile unafanya kwa sababu unajua ni kwa ajili ya shirika, sio vyako. Kuna kishawishi kidogo tunaweza kupenyeza,
na hasa ukianza kujiingiza katika mambo ya kufikiri kwamba nina wajibu katika familia. Hili ni changamoto, tatizo kubwa. Ukianza kusema nina mtoto wa dada lazima asome, nina mtoto wa nani sijui afanye nini, you are committing yourself, you are committing suicide. Hapo unajinyonga, utapata kishawishi cha kuchota huko unapouza hostia, unachota hela ili usomeshe mtoto wa dada. Naomba ndugu zangu, si hawa tumewatoa ndugu zangu, msipokee. Mkipokea ni mali ya wizi. Msipokee. Ninawaambia ndugu zangu, mko hapa. Msipokee na wala msimpigie sister kumtafuta. Tuna mtoto tumetoka ada, yeye ameingia utawa na maisha yake yote hana chochote kwa ajili yake binafsi, chochote alichonacho kwa ajili ya kazi, kwa ajili ya shirika, sio kwa ajili yake. Na hakuna budget ya namna hiyo katika shirika. Kwa hiyo tuwasaidie binti zetu, na hawa wanaanza safari hii waanze kuelewa kwamba maisha yao ni kwa ajili ya shirika, na watatoa kwa ajili ya shirika, na wataendelea kuishi katika shirika maisha yao yote, na mali zao zote ni mali za shirika, na hivyo wataishi kwa kufuata roho ya shirika. Ndugu wapendwa, lakini jambo la pili ni tulilosikia katika Injili. Tumesoma Injili ya Luka sura 10 aya ya 38 hadi 42. Kristo alikuwa na kawaida ya kutembelea familia ya Martha, Maria na Lazaro. Kwani kama family ni kawaida. Na amekwenda pale kama kawaida kutembelea familia wale ndugu wanahakikisha amefika mgeni, wanahangaika kutafuta chochote. Na inaonekana Martha alihangaika sana na hakuwa hata na nafasi ya kusema kidogo wala msikize Yesu. Maana sisi tunajua nyumbani kama kuna mgeni, hata kama mnapika watakatiza pale wewe watakwenda jikoni, utarudi ukipita utakuja kuona mbona anaendelea. Lakini inaonekana Martha aliporudi kwa Yesu alikuja kulalamika. Hakurudi kusema Yesu wewe. Alienda pale na kusema unaona huyu ameketi hapa, mimi nahangaika peke yangu, ninaweza kwenda kumwambia mgeni wako na mlalamkia mgeni, si angemita dada yake jikoni, angema kuchonda choo kuliko. Sasa mbona umeniacha mzangu peke yangu? Tunaweza kusaidia kumaliza haraka ili tuweze kule. Sasa anamshtaki kwa Yesu. Hiyo ndio tatizo. Na Yesu anasema unahangaika na mambo mengi mno. Mambo mengi na utumishi mwingi. Ni jambo zuri wageni wako. Pengine Yesu alifika na wanafunzi wake, lazima chakula kipikwe na wewe, lakini unahangaika hivi kama vile utumishi ule ni kila kitu. Anasema hapana, lao Martha kwa fungu hilo jema kusikiliza na huyu mgeni ana muda gani. Wakati mwingine hatulizi kule Peramio kwa seminarini pale mmoja akisimulia tena Mjerumani pale Dietrich Hoffmann anasema alienda familia fulani, alikuwa anataka ujumbe, wakamwekea stuli pale ameketi, wao mbio kule nje wanafukuza jogoo, hawakumsikiliza. Sasa mzungu haelewi. Unajua sisi tunajua tukiona wanafukuza kuku na baadaye kwa kitoweo. Lakini kwa mzungu hajui kinachoendelea. Anawaona mbele ya nyumba wakimbia wanakwenda hivi. Wanarudi hivi. Na jogoo alikuwa anakimbia kujiepusha. Kuku ni kuku jamani. Sasa mfukuze mimi. Kwa sasa baba karibu sana. Tumsifu Yesu Kristo. Baada ya seminari angesema basi na barua hiyo kuja kuletea kumaliza. Lakini wao wamewekea kitu na mbili ndio kukimbiza. Sasa hii ni tabia ya Martha. Ni kukimbia. Sasa katika maisha ya kitawa na uwaji, nyinyi msikilizaji ndogo, lakini tuna shughuli mbalimbali ambazo tunaweza kuwa nazo zilizo halali, zilizokabidhiwa na shirika. Tumekabidhiwa na shirika. Kama nilivyotaja vitengo mbalimbali tumekabidhiwa. Kuna kishawishi cha kuendelea na kitengo mpaka muda ule wa sala. Mimi sijui,
lakini inaweza kutokea mmoja anaendelea kwenye kitengo chake mpaka dakika ile kengele zinagonga, yeye anaendelea, lazima nimalizie hapa. Kesho nitaanzia hapa. Sasa ukijenga tabia ile inakuwa mazoea, kila mara wewe unafanya vizuri, umekabiliwa kitendo, lakini kwa kutotumia nafasi ile ambayo imepangwa. Sisi hapa tuko sala na kazi. Sasa wewe kazi umepewa kipaumbele kiasi kwamba unapunja hata muda ule wa sala. Hapo ndio unakuwa marta. Ile martarism inaanza kutokea hapo. Unapoanza kushughulika na mambo kwa kiasi kikubwa, ni vizuri, unafanya vizuri, unajitolea mtume, lakini je, muda huu ni wakati wa nini? Ufanye nini? Kwa sababu kila kitu fanya kwa wakati wake na kwa namna inavyotakiwa, na kwa muda ule ule, na kwa jinsi inavyotakiwa, na kile kinachotakiwa. Na ndio maisha na nidhamu ya utawa unaopatikana, mimi nafikiri katika hayo. Kwa hiyo hayo ujumbe unampa akina Martha. Tuko wengi, sio hawa watoto wetu wanaoingia leo. Pengine akina Martha tuko wengi katika shirika, tuone ni kwa namna gani tuna balance nadhani ratiba ya shirika imeweka kwa balance vizuri, tusiwe tukapata kishawishi cha kina Martha. Tunashughulika, unapita, sisi tunapitaga njia tu, tunapita, tunaweza kukatiza hapo, kupita hapo kule chai, unaweza kukatiza tu, unaona mmoja amevaa nguo ile ya kazi, lakini ni muda wa saa. Nafikiri labda hawa wamepewa exemption kwamba wewe wamepata msamaha, exemption, wamepata msamaha, lakini nadhani wote wanatakiwa kuwepo huko na kupata nafasi kukaa na Kristo ni jambo la bora zaidi. Maana Yesu anasema hapa, huyu Maria amechagua fungu lililo bora zaidi ambalo halitaondolewa. Hilo halitaondolewa. Mambo yanayokusikiliza Kristo, kukaa kusikiliza neno lake, kukaa mbele ya Kristo, ni jambo haliwezi kuondolewa, lakini kazi zitaondolewa. Sio? Leo uko hapa unashughulika na kizizi, kesho katekista, kesho kutwa mwalimu, kesho kutwa ni hivyo ndivyo ninavyopanga. Haya mambo yanaondoka, yana muda wake na utayaacha. Lakini neno la Mungu litapita. Ni lazima ndugu zangu tujitahidi sana, na hasa mimi wanangu ninaoanza safari hasa kufunga kwanza leo, mjifunze sana, muepuke sana kuwa na Martha katika maisha yenu, na wala msipate kishawishi cha kuwa na Anania na Safira katika maisha yenu. Na sisi kama taifa la Mungu tuliokusanyika leo, tuna nia ya kuwaombea ili mpate kumsikiliza Yesu, ambalo ndilo fungu lilo jema ambalo halitaondolewa. Neno la Mungu linapaswa kuwa ni chachu ya mabadiliko katika maisha yenu, na kuwa chemchemi ya furaha katika wito wenu, na matumaini mapya katika wito wenu. Shughuli nyingine zote ziwaelekeze na zikiaishe tu namna ya kuweza kumjua kutana na Kristo mwenyewe katika maisha yenu ya kila siku. Tunawaombea ndugu zetu hawa ili safari walioanza leo waifikishe salama, ili tukutane nao katika nadhiri za daima kadiri ya mapenzi ya Mungu Baba. Na watakia safari njema na yenye baraka za Mwenyezi Mungu. Tumsifu Yesu Kristo.